بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Zahmid TV, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha visa mbalimbali. Na leo tunatizama miongoni mwa visa mashuhuri kabisa ambavyo vipo katika Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisa ambacho kinapatikana katika suratul Baqara aya nambari 259, lakini vile vile katika suratul Tauba aya nambari 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala akimuelezea bwana mmoja aliyokuwa akiitwa Uzair. Uzair huyu alikuwa miongoni mwa waja wema wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa amehifadhi kitabu kilichokuwa kikiitwa Taurati. Lakini pia bwana huyu Uzair alikuwa ni maarufu sana katika jamii yake aliyokuwa akiishi, kutokana na utu wake na kutokana na kuhifadhi kwake kitabu hicho cha Taurati. Paka ikafikia kipindi wale wana wa Israeli wakamuita Uzair kuwa ni mwana wa Mungu. Siku moja Uzair alitoka nyumbani kwake akiwa na punda wake, amechukua chakula chake kwa ajili ya safari zake za huko na kule anapokwenda katika harakati zake za kimaisha. Katika safari yake akawa amefikia katika kijiji au mji ambao ulikuwa ni mji wa zamani kabisa, mji wa kale, kutokana na mazingira yale ya pale. Ilikuwa ni mazingira ambayo yamechoka kabisa, majengo yake ni majengo ya zamani, majengo yameharibika. Yani kiufupi mazingira alikuwa ni mazingira tafrani kabisa. Akawa amepumzika Uzair katika kijiji kile au katika mji ule wa zamani, ili aweze kupata chakula ambacho alikuwa amekichukua kwa ajili ya safari yake. Wakati anafanya maandalizi ya chakula chake, Uzair akawa anatizama huku na kule, kutizama ule mji mkongwe. Ikampitia fikra katika akili zake, hivi Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kurudisha kweli mji huu ama kijiji hiki kikawa kama zamani? Ina maana majengo haya yakawa ni majengo mazuri, watu wanaishi humu, pana mimea humu, pana miundombinu kadha na kadha. Hivi Allah Subhanahu wa Ta'ala kweli anaweza kurudisha sehemu hii? Allah Subhanahu wa Ta'ala akataka kumuonyesha Uzair kuwa zile fikra anazozifikiria Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye kwake ni jambo dogo kabisa. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala akamfisha Uzair pale pale kwa muda wa miaka 100. Uzair alipofufuka baada ya miaka 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamtuma malaika kwenda kwa Uzair ili kumuonyesha ukubwa na uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaika alipofika pale kwa Uzair akamuuliza, hivi unajua wewe Uzair umelala hapa miaka mingapi? Uzair akasema, labithtu yawman au ba'dha yawm, mimi hapa nimelala siku moja au baadhi ya siku tu, yani mchana mpaka jioni, kipande cha siku tu mimi nimelala hapa. Yule malaika akamwambia, bal labithta 100 amin, hakika kwa wewe hapa umelala miaka 100, ni karne imekwisha kupita hapa ukiwa wewe umelala. Lakini ukitaka kuamini haya ninayokuambia, hebu tizama chakula chako, fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, tizama chakula chako hichi ambacho umekuwa umekiandaa ili uweze kula, kiangalie miaka 100 chakula hiki hakijaharibika. Lakini pia wanzur ila himarika linaj'alaka ayatan linnas, tizama punda wako huyu ambao ulikuja naye. Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfisha, akaoza kabaki mifupa tu. Lakini kubwa zaidi sasa, fanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, tizama mifupa hii ya punda huyu namna Allah Subhanahu wa Ta'ala anaiunganisha na kuivisha nyama,
na kumrejesha yule punda kuwa hai tena, ili uweze kuamini kudra na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kurejesha mji huu ama katika kurejesha kijiji hiki. Uzair akawa na tadabbur ule uwezo Allah subhanahu wa ta'ala, anaangalia namna gani yule punda Allah subhanahu wa ta'ala anamrejesha tena kuwa hai, mifupa inaunganishwa, Allah subhanahu wa ta'ala anaivisha nyama ile mifupa na kumrudisha yule punda anakuwa tena hai. Uzair anastaajabu kabisa, kama Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kulifanya hili, je, hili linakuwaje ni muhali kwake kushindwa kulifanya? Basi Uzair kutokana na lile tukio la pale ikabidi agairishe safari yake aliyokuwa anaelekea kule, ikabidi arudi katika nyumba yake. Alipofika katika mji aliokuwa anaishi Uzair, imepita miaka 100, mazingira yamebadilika, watu wamebadilika, alioacha walikuwa watoto wamekuwa wazee, wengine wamekufa na hivi na vile. Akawa amekutana Uzair na bibi mmoja kikongwe kabisa. Bibi huyu alikuwa ni kipofu. Uzair anamuuliza, "Ewe bibi, hivi unajua maskani ya Uzair yako wapi?" Yule bibi ikabidi kwanza ashtuke. Nani huyu anamuulizia Uzair? Imepita miaka mingi tumemtafuta Uzair pasina mafanikio. Aliondoka hapa kwa ajili ya safari zake na za kuna kule, hakupata kurejea. Nani huyu baada ya kupita muda mrefu hivi anakuja kumuulizia Uzair? Yule bibi anajiuliza, lakini pia yule bibi akamjibu akamwambia, maskani ya Uzair hapo hapo mbele, lakini mimi siwezi kuonyesha wala siwezi kupeleka kutokana na hali yangu unavyoniona mimi. Macho yangu haya hayaoni tena, miguu yangu haina nguvu. Basi Uzair akamwambia yule bibi, hivi utaamini nikuambia kuwa mimi ndo Uzair? Yule bibi akasema hapana. Ili nikuamini kama wewe ni Uzair kweli, basi miongoni mwa maajabu ya Uzair hizo alikuwa akiomba dua inakuwa ni mustajaba. Dua inapokelewa hapo hapo. Basi Uzair akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kumrejeshea yule bibi macho yake na miguu yake kupata nguvu ili aweze kutembea tena. Uzair akampa dua, akampapasa yule bibi katika macho yake, katika uso wake, yule bibi akawa anaona tena, akampapasa katika miguu yake, yule bibi akawa amesimama tena, anaweza kutembea. Wakawa ametoka pale na Uzair, anakwenda sasa kumuonyesha maskani ya Uzair yalipo. Uzair alipofika nyumbani kwake, wakati anaondoka kwa kipindi kile kwenda katika safari zake, alimwacha mtoto wake alikuwa na miaka 18. Ukijumlisha na miaka 100 hii ambayo Uzair alilala huku, inakuwa ni jumla miaka 118. Kwa hiyo mtoto wake hapo alikuja akaoa, akawa na watoto. Kwa hiyo hapo Uzair alikuta wajukuu wengi kabisa. Yule bibi ambaye alikuja na Uzair katika maskani yake, akawa ametoka pale kwa Uzair, anakwenda mtaani kuwatangazia watu, jamani, njooni muone Uzair amerudi. Yule Uzair wetu ambaye alikuwa amehifadhi Taurati amekwisha rejea baada ya muda mrefu, njooni muone. Watu wakakusanyika, kundi na makundi ya watu wanakuja kumtizama Uzair. Baada ya watu kuwa wamekusanyika pale kwa Uzair, wakamwambia, sasa ili tukuamini kwa wewe ndio yule Uzair tuliokuwa tunamchambua, hebu tuonyeshe Taurati iko wapi. Basi Uzair akawa ametoka na wale watu anakwenda kuonyesha kitabu cha Taurati kilipo. Alipofika sehemu ambayo alikuwa amehifadhi kile kitabu cha Taurati, wakakuta kile kitabu kimekwisha haribika, kimeliwa na wadudu, hakipo tena. Basi pale Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha nuru mbili zikaingia katika kifua cha Uzair, na Uzair akaanza kuwasomea wale watu Taurati, huko akiwaambia, andikeni hii Taurati ninawasomea. Walipomaliza kuandika ile Taurati, wale watu wakastaajabu sana juu ya Uzair. Wakasema huyu Uzair sio mtu wa kawaida, ni mtu wa ajabu kabisa. Na hapo ndio wakaanza kumuita Uzair mwana wa Mungu. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, tunajifunza nini katika kisa hiki kifupi kabisa cha Uzair? Jambo la kwanza kabisa, tunajifunza uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya mambo yake. Ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyapangilia
na kuyatekeleza mambo yake. Lakini pia tunajifunza tuwe na imani iliyokuwa thabiti, imani iliyokuwa madhubuti katika nyoyo zetu juu ya kadari za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zinapita kwetu sisi. Yale ambayo yanatufika ama yale ambayo yanatokea ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo tunaepukana nayo ama yale ambayo hayatupati basi ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, ukiwa kama mdau na mtu wa karibu kwetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata visa hivi mbalimbali vijavyo. Ulikuwa nami muda wote ndugu yako katika imani, Abdul Aziz Jaafar wa Khamisi. Mpaka wakati mwingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmid TV.